Mume wangu, unaona sasa madhara ya kuwaruhusu watu wakae humu ndani? Yaani ni maneno gani ya kuongea yule mtoto? Yule mtoto ana hulka za kichawi kabisa. Na haya yote umeyataka wewe mume wangu. Tangu mwanzo kabisa nikwambia watu wafukuzwe humu ndani, lakini wewe bado unazidi kuangangania. Mambo gani sasa? Mke wangu, umeshasema kama yule ni mtoto. Sasa ni kwa nini unapanic kiasi hiko? Si ni mtoto yule. Hata hajui kitu ambacho anakifanya. Yaani mume wangu, wewe si una shida gani? Kila nikizungumza kitu kuhusu huyo mtoto humu ndani, wewe unamtetea. Mtoto anaweza kuzungumza maneno kama yale jamani? Alinjenje. Naam kaka. Nimetoka kidogo hapo nyumbani. Sitochelewa kurudi. Haina shida, usiwaze mzee. Sasa nitakutafuta. Waje mzee. Unaingia kama kwako, si ndio? Yaani katika watu ambao nawachukia mwanangu, mimi sikufichi na kuchukia sana Daviko. Yaani umeamua kuacha mahusiano yako na kuingilia mahusiano ya watu wengine, si ndio? Kaka, huu mchezo unahitaji hasira. Relax my boy. Tatizo lako wewe, una panic sana bila kutumia akili. Unaona nichukulia poa sana mwanangu, si ndio? Daviko unadharau sana. Yaani umechukua mwanamke wangu, ukaona haitoshi ukampatia na mimba. Alafu mimi naongea una sana na panic, si ndio? Au unataka mimi nisikilie vipi? Hakuna swala la kufikiria hapa Adela. Yule mtoto anaumwa. Si unaona kabisa kama afya yake haiko sawa? Alikuwa kazima, kaamka, anachokiongea hata kielewi. Hamna bwana. Kuumwa gani huku mume wangu? Mtoto anaongea maneno kama yale alafu nasema anaumwa. Kwa hiyo mimi umndani nionekane ni mchawi, si ndio? Kuta unawatetea tu wale. Nimechoka bwana mimi. Mke wangu, hapa jambo la msingi tujadili, tujue mtoto tunampelekaje hospitali. Kwa sababu anavyoonekana yule atakuwa na malaria ishampanda kichwani. Usinilaumu mimi. Tujue tunamsaidiaje yule mtoto. Sawa? Adela. Adela. Oh, baba mtoto. Mnaendeleaje hapa? Sisi wazima tunashukuru. Mimi pia niko poa. Nilikuwa napita huko mtaani. Nikasema sio mbaya nikuchukulie matunda. Oh, asante sana. Hata hivyo mimi sio mkaaji. Kuna mahali naelekea. Acha mimi niwaache. Okay, naweza nikakusindikiza. Hamna shida. Sawa. Nakupenda sawa. Mekabwela. Usinilipe maumivu. Kisa sina hela. Maisha ni hatua na zetu mimi nawe. Anaonekana hali yake inazidi kuwa mbaya. Bila shaka malaria itakuwa ishampanda kichwani. Hata mimi nahisi hivi. Kwa sababu hii hali haijawahi kumtokea kabisa. Isitoshe hajauma muda mrefu sana. Lakini huu ugonjwa ni wa aina gani? Lakini sijawahi kuona malaria kiasi hiki. Anapata fahamu, anapoteza fahamu. Basi mfanye maandalizi tuweze kumpeleka hospitali. Au nimpigie daktari aje kumfanyia vipimo hapa. Sawa? Baba, mimi hata siumwi. Niko salama. Hivi kumbe wewe ni mwendo wazimu? Tena ulivyokosa unaanzia kula nyama. Unajua zilikotoka? Mke wangu. Kipande kimoja tu. Mke wangu. Kipande kimoja tu? Wewe umeondoka hapo hujaacha hata shilingi 100.
Wewe nikikufuata kilingeni si unasema sijui hela ni za mizimu, sijui hela ni za kununua dawa. Afu sasa hivi umekuja hapa ulivyo una haya unaanzia kula nyama. Yaani hapa ugusi kitu. Kwanza mtu mwenyewe nimefanya kukuhurumia tu, hata nimekutafutia haya maharage. Huna hata shukrani. Nikuona unatia vidole vyako huko kwenye nyama. Tutakosana. Lakini mke wangu, tunachukua hela. Mimi nikajua ile pesa unachukua ni kwa sababu ya kununua nyama. Awe, subutu. Yaani ile pesa ninachukua ni kwa ajili ya upato. Yaani haihusiani na nyama kabisa. Haihusiani. We kula maharage. Utaki kula nao uondoke. Wala msijali. Ila ninahitaji muda mwingi wa kupumzika. Wala msijali kuhusu mimi. Jamani. Amanda. Amekwaje? Anangu sijui amepatwa na nini wallahi. Una muda najiuliza, hivi magumu yaliumbiwa kwetu? Maana changamoto zote kwangu hivyo. Nimekwambiaje? Nimekwambia hapa haulambi kitu. Mshenzi mkubwa wewe. Makubwa. Kwa hiyo baba anapitia mateso kwenye ndoa yake. Si mganga huyu. Ama kweli mganga ajigangi. Ana kazi ya kutibia watu tu. Lakini kumtuliza mkeo akae ndani ameshindwa. Shogangu na amejua kumnyosha. najiuliza, hivi magumu yaliumbiwa kwetu? Maana changamoto zote kwangu huruma, shida hazikwishi, ndo zinazidi kunikomoa. Una muda najisi kukata tamaa, najisi kukata tamaa. Hey, mtoto mzuri. Pole. Mambo. Poa. Unaendeleaje? Nzuri. Pole, utapona eh? We Amanda, ni nini kinaendelea hapa? Mama, hakuna kitu. Eti mama mbaya, kuna nini? Kwa hiyo bado hujaamua kubadilika eh? Yaani licha kwamba nimeamua kuweka tofauti zetu pembeni, tuanze maisha mengine mapya, lakini bado yule mtu anaendelea kufika hapa eh? Haijalisha na mimba yake hapa. Lakini kama ni kuhusu salamu, angekupigia simu ngeamaliza. Kuliko kuna haja gani yeye kufika hapa? Mimi sitaki kumuona kwenye nyumba yangu. Naomba tuelewane. Sasa kipenzi, hapo kosa langu liko wapi? Mimi nilishakuelezea kila kitu kuhusu hili swala na ulinielewa vizuri tu, kwamba mwenye huu ujauzito huwa anafika hapa.
na ni haki yake kufika hapa kwa sababu hii mimba ni ya kwake. Sasa mimi kosa langu liko wapi hapo? Sio kirahisi hivyo kipenzi, na ndio maana zikaitwa simu kwa sababu ya mawasiliano, lakini sio yeye kufika hapa. Amanda, ni nini kimetokea hapa? Mbona mama anapiga kelele alafu nimemkuta yuko chini? Mama mbaya safari hii atakiona. Ehe. Na vipi kuhusu hayo matunda? Angenitumia kwenye simu, nikaya download huko WhatsApp nikayala. Angetuma pesa ungeenda kununua. Na hata kama ingekushinda mimi sinipo, ningeenda kununua. Au hayo matunda ambayo analeta hapa yeye anatolea wapi? Anatolea Iringa, Songea, Mbeya huko? Nipo tayari kwenda mkoa wowote kutafuta hayo matunda pia. Lakini sio kumuona yule mjinga na kanyaga hapa. Tumeelewana? Sikiliza nikwambie Lemi. Daviko hapa ataendelea kuja kwa sababu ana damu yake. Nafsi inanyong'onyea, ni sawa sina chochote, sukume tujikokote, tupite kwenye Usinitazame hivyo wewe. Adela, nimekuja kuzungumza na wewe kistaarabu sana. Yaani leo sitaki kugombana na wewe. Mimi ni mama na uchungu wa mtoto na ujue kisawasawa. Kwa kuwa unaweza ukachukulia ni kitu hizi sana kwa sababu hujui uchungu wa Reba wewe. Lakini kwa mtu kama mimi ambaye najua uchungu niloupitia siku ya kumzaa mtoto wangu, lazima niumie. Iko hivi, hali ya mtoto wangu najua unahusika 100%. Sasa basi, sijaja hapa kwa ajili ya kukubembeleza. Nimekuja hapa kwa ajili ya kukupa masaa. Nahitaji mtoto wangu awe sawa. Na una masaa 24 tu ya kumrudisha mtoto wangu kuwa sawa. Najua kila kitu unachokifanya. Najua michezo yako yote unayoicheza. Lakini kwa mtoto wangu mimi, hapo ndo umegonga mwamba. Sasa basi, ndani ya hayo masaa 24, kishindo kurudisha afya ya mtoto wangu ikawa imara kama zamani, Adela, ama zako ama zangu. baba, 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 baba ndo unaenda kazini? Ndiyo Amanda, ndo naelekea kazini sasa hivi. Sawa, safari njema. Nawe pia Amanda, ushinde salama hapa nyumbani. Sawa? Sawa baba. Aya, bye. Sawa, tutaonana eh? Sawa baba.
Hey baba, hey baba. Hey baba, hey baba. Baba, hey baba. Hey baba, hey baba. Una muda najiuliza, hivi magumu yaliumbiwa kwetu? Mana changamoto zote kwangu huruma. We msichana, una bahati sana, umetekeleza lile jambo ambalo nilikuagiza. Mtoto wangu asingeamka salama leo. Tungecheza ngoma moja. Hivi wewe mama Amanda, labda nikuulize swali. Hivi unanichukuliaje? Hivi wewe, hivi unanionaje kwa mfano? Yaani wewe nimekubali umekaa katika nyumba yangu, alafu unataka kunipanda kichwani. Si ndio maana yake? Mama Amanda, labda nikwambie kitu kimoja. Usinione nipo kimya ukanichukulia poa. Oya, mimi ni wa moto wewe. Nitakuchafua ndugu yangu. Kitu kimoja ambacho inabidi ukifahamu na ukiweke kwenye akili yako. Sikuogopi. Hunitishi kwa chochote wala kwa lolote. Yaani hivyo vitu vyako ambavyo unavifanya, mimi hunitishi. Hunibabaishi kwa chochote. Yaani sikuogopi. Labda nikwambie tu unaniogopa. Kwa sababu ungekuwa uniogopi we msichana, usingekuwa unahangaika na mimi. Kutwa kucha unanifuatilia mimi. Sikiliza nikwambie. Wewe sitaki mazoea na wewe. Tena tuheshimiane, weka mipaka. Niheshimu ni kuheshimu, sio unanielewa? Baba. Mama, kwani mama mbaya amesemaje? Usijali mtoto wangu. Unajua nini Adela? Napenda sana unavyojiamini. Ila tu ni kuongeze onyo jingine. Mtoto wangu huyu, umecheza naye mara ya kwanza. Sikukugusa. Sikukufanya kitu chochote. Ukitaka kujua upande wangu wa pili, mguse mtoto wangu kwa mara nyingine. Cheza na mimi, sio mwanangu. Wewe huna la kunifanya, kwa sababu wewe ni kama paka wangu tu. Ndo nakulisha ndani kila kitu. Utaniambia nini? Utaniambia nini wewe? Sina cha kukuambia, ila muda utaongea. Sijui nina nuksi gani kwenye hii dunia. Mambo yote magumu kwangu ndo yanatua. Baba. 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 Kweli wanaume tumeumbiwa changamoto, vichwa vyetu vinabeba mambo mazito. Maisha ni kama barua haisomwi kwa inji, maana sometime unaweza kutulaumu usiwa baba. Maisha yetu si akina baba, yana changamoto. Musitusome kwa muonekano, mtajidanganya sometime.